ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa kamati ya uhusiano wa masuala ya kigeni ya bunge la seneti la Marekani imeelezea wasiwasi kuhusu hali ya kisiasa na usalama nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa X, kamati hiyo imeandika, na hapa na nukuu: chama tawala cha Tanzania kimeweka hatarini usalama wa wananchi wake na watalii, mwisho wa nukuu. Seneta wa Marekani Jeanne Shaheen ametoa wito wa uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kutazama upya. Haya yanajiri siku moja tu baada ya ubalozi wa Marekani kuongeza kiwango cha tahadhari ya usafiri kuelekea Tanzania kutoka kiwango cha 2 hadi cha 3, kiwango ambacho kinawashauri raia kuepuka safari zisizo za lazima kwenda nchini humo. Kwa upande wake, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema taifa lake halitakubali maagizo yote yanayotolewa kutoka nje. Sasa yote haya yanamaanisha nini kwa taifa hilo? Tuungane sasa na Dr. Edgar Githua, ni mchambuzi huyo masuala ya kidiplomasia, kutupatia tathmini ya kina. Dr. Githua, amri ya kutotoka nje usiku Dar es Salaam imefutiliwa mbali, lakini tumeona Marekani na Uingereza bado zimewatahadharisha raia wao kuhusu kuingia Tanzania kama si lazima. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha, asante kwa mwaliko wako, inamaanisha kuwa Amerika na Uingereza hawana imani na serikali ya Tanzania kuwa itaweza kuwalinda Waamerikani ama Waingereza, watalii, hata kuwalinda watu wowote. Kwa hivyo ni kumaanisha kuwa tahadhari kubwa ni kuwa hata watalii pia wataweza kuepa kwenda Tanzania, na Tanzania itapata mpigo mkubwa wa kibiashara. Tumemsikia seneta wa Marekani pia pale akitaja kwamba ni kamati ya bunge ya seneti ya Marekani wanasema Marekani inapaswa kuangalia upya uhusiano wake na Tanzania. Hii itakuwa na athari gani iwapo kweli wataketi kuanza kuiangalia upya? Athari ni kubwa, kwa sababu kitu cha kwanza, Amerika wako na ushawishi mkubwa. Wataambia bara la Europa na wataambia vikundi kama World Bank, IMF wasiwapatie mikopo. Kisha uhusiano ukizoroteka pia, hata Amerika juzi, kumbuka, wamekuwa wakiangalia mambo kuhusu kule Nigeria. Wakimalizana na mambo ya Nigeria, jicho lao wataangazia nchi ya Tanzania, na Tanzania watajipata wakiwa mahali pagumu. Naam. Tuangalie kidogo swala lingine hapa. Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC imetaja wazi kwamba uchaguzi huu wa Tanzania haukukidhi viwango vya jumuiya hiyo. Na hii inaiweka wapi Tanzania ambayo imeegemea sana SADC kuliko hata jumuiya ya Afrika Mashariki? Ni pigo kubwa kwa taifa la Tanzania, kwa sababu kumbuka, wameegemea upande wa SADC sana. Kwa hivyo utakuta hata ile heshima Tanzania itapata katika kikundi cha SADC hawataheshimiwa. Watakuta hata biashara zao na nchi zingine kule SADC zitazoroteka. Kwa hivyo Tanzania inajikuta kuwa imekabidhiwa na shida nyingi ndani na nje. Mataifa yatakuwa yakinyoshea kidole na watajipata wakiwa mahali pabaya. Yote haya yakiendelea, Rais wa Tanzania amenyoshea kidole tayari mataifa nje kwa kutaja kwamba maandamano yalipangwa na kutekelezwa na raia wa kigeni. Hii ina athari gani kwa uhusiano wake na mataifa jirani? Kumaanisha pia anaharibu uhusiano wake kwanza na bara la Afrika Mashariki, haswa taifa kama Kenya, kwa maana akisema watu kutoka nje, sana sana Kenya ndio inayotajwa pale, kwa sababu kumbuka, Kenya tumekuwa na maandamano hapa, na hata ametoa hotuba akisema kuwa kuna watu ambao wamedhibitiwa upande wa Kenya wasilete tabia zao mbaya upande wa Tanzania. Atakuta kuwa uhusiano wake na bara la Afrika. Lakini ujue Samia hajaitaja Kenya, amesema si lazima itaje. Unajua, tunasoma pale katikati, watu wanajua ni nani anaongea. Hakuna maandamano Uganda, hakuna maandamano Rwanda, ni Kenya. Kwa hivyo kidole chake amekinyoshea Kenya, na pale kutakuwa na shida. Hayo ni maoni yako ambayo yanaweza kukabiliwa vilivyo. Lakini tuzungumzie swala lingine kidogo. Matukio haya ambayo yamefanyika katika siku za hivi karibuni ni matukio ambayo kwa muda mrefu hayajashuhudiwa nchini Tanzania. Interneti imezimwa, mawasiliano yamefungwa kabisa, taifa lile limejipata limefungwa kabisa kwa siku 6. Hii inatoa taswira gani kuhusu uhuru wa kujieleza na demokrasia nchini Tanzania? Ni kumaanisha kuwa kuna uhuru wa kujieleza, hakuna haki za kibinadamu hazifuatwi kule, na swali kubwa la kuuliza ni kuwa atafunga internet mpaka lini? Kwa maana biashara zinazoroteka, watalii watakosa kwenda kule, na hizi sheria kali ambazo wameziweka ndio zitafanya tena Watanzania watoke nje na warudi tena kufanya maandamano. Kwa hivyo ni lazima watafute njia nyingine ya mazungumzo ya kufungua nchi na kuweza kuendeleza mbele. Kwa ufupi sasa, Rais Samia kama anakutizama, anapaswa kufanya nini kuhakikisha kwamba anarudisha imani ya Watanzania na hata jumuiya ya kimataifa kwa utawala wake? Kitu cha kwanza, lazima aketi na Watanzania waanze kuongea. Watu kama Tundu Lissu na Heche waketi chini, awaachilie kwanza, angalia mambo yao, na wajaribu kuangalia ni vipi watarudisha ule utu katika demokrasia yao kama Tanzania. Kwa maana akikosa imani, watu wa Tanzania wakikosa imani na yeye,
hata kutawala kwake mhula huu wa pili utakuwa mgumu sana. Shukran sana Dr. Githua kwa tathmini hiyo ya kina. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, uongozi wa kijeshi nchini Sudan wakutana kujadili hali ya kiusalama huko El Fasher baada ya mji huo kutekwa na RSF. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Cliff Odit. Serikali ya kijeshi ya Sudan inakutana kujadili hali ya usalama baada ya vikosi vya kijeshi vya Rapid Support Forces RSF kuvamia na kuteka El Fasher, ngome ya mwisho ya jeshi katika eneo la Darfur. Mkutano huo unaoongozwa na kamanda wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan unajiri wakati mahakama ya kimataifa ya jinai ICC ikionya kwamba uhalifu unaoripotiwa huko El Fasher unaweza kuwa maovu ya kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa ICC imesema ina wasiwasi kutokana na ripoti za mauaji makubwa, ubakaji na unyanyasaji wa aina nyingine. Kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo amekiri kwamba baadhi ya uhalifu ulitekelezwa na majeshi yake na kuahidi kufanya uchunguzi. Maelfu ya watu walioondoka El Fasher wanawasili katika miji ya karibu na eneo hilo katika siku za hivi karibuni na wamekuwa na haya ya kusema kuhusu hali huko. Hali ilikuwa ngumu sana. Hakukuwa na chakula, hakuna usafiri na ilikuwa ngumu hata kutoka nyumbani kutafuta maji au chakula. Kwangu, jeraha hili lilitokea nilipotoka nyumbani na kontena yangu ya maji ili kuchota maji kutoka kwa pampu ya maji. Kwa bahati mbaya, risasi ilinipiga na mifupa yangu ikavunjika. Vikosi vya Rapid Support Forces vimetutukana, vimetufanyia dhihaka, vimenyakua kile tulichokuwa nacho na kutuacha bila chochote. Siwezi kumpata mume wangu na sijui kama amekufa, yuko hai au yuko wapi. Walikuja kwetu wakatupiga na kutupeleka kwa kambi ya Abu Shuk, kisha wakatufurusha kutoka kambi hiyo, kisha tena wakatushambulia nyumbani kwetu. Nilijificha shimoni na nilipotoka nje ya shimo nilipigwa na kombora na nikapata majeraha kwa mguu. Sasa ripoti za hivi punde ni kwamba mkutano huo umekamilika na jeshi la Sudan limesema kwamba litakabiliana vilivyo na kundi la RSF. Lakini ili kuelewa zaidi, awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Richard Kagoe kuhusu hofu inayotokana na hali ya sasa huko El Fasher.
Kuna hofu kwamba Sudan inaweza gawanyishwa mara mbili kati ya eneo la Darfur linalomilikiwa na RSF kwa sasa, na ukiangalia eneo la kati na mashariki na kaskazini, jeshi la Sudan sasa itakuwa ikimiliki pande hiyo. So kugawanyika mara mbili imekuwa ni hofu kubwa, na pia vita dhidi ya jamii kama Zagahawa sasa pengine inaonekana kwamba vita itazidi kuongezeka kwa sana. Tunapozungumzia vita kuongezeka, maelfu ya watu wameumia, mamilioni wamepoteza makazi yao na wanaishi tu kwenye hali ambayo si nzuri. Jamii ya kimataifa imefanya ya kutosha katika mzozo huu? Jamii ya kimataifa imefanya juhudi kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwamba kumekuwa na juhudi tofauti. Ukiangalia kuna kikundi inaitwa Quad, inaongozwa na Marekani na Misri, Saudi Arabia na pia UAE. Wameweza kufanya mikakati ili kuweza kusaidia pande zote mbili kuweza kuja kuzungumza katika pengine kuweza kupata amani, lakini vikundi hizi mbili ni kama hazijaweza kutia maanani ama kuweza kusikiliza pengine ile ushauri imetoka katika hizo juhudi. Nini kingine sasa lazima kifanywe ili kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana? Pengine ni kuongeza pressure kati ya hizi vikundi mbili, na ukiangalia kwa sasa RSF inaungwa mkono sana na UAE, na ukiangalia jeshi la Sudan limekuwa likisaidiwa sana na Misri, Uturuki, Iran na Saudi Arabia. Pengine hizo nchi wakiweza kuzungumziwa na pengine kuweza kuona mikakati ile wanaweza kusaidia kuongeza pressure kidogo katika hizi vikundi viwili, pengine unaweza ona kwamba wanaweza taka kufanya amani. Haya yote yanapoendelea, kuna njaa kubwa inayoripotiwa sana Sudan. Mamia ya watu, maelfu ya watu walioathirika. Je, misaada imeanza kuingia Sudan ili kuhakikisha watu wao wapoteze maisha yao? Changamoto kubwa ni kwamba ukiangalia katika eneo la Darfur sasa haswa, tunaangalia pengine watu nusu milioni wameathirika sana kwa sababu ya njaa. Shida iliyoko ni kwamba RSF imeweza kufunga barabara ama zile tunaziita humanitarian corridors, hizi wakaweza kupeleka msaada. Sasa hiyo ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu kuna watu wengi sana wangependa kusaidia raia, lakini RSF imefunga barabara. Shukran sana Richard Kagoe. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Ron Cliff Odit na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu.